subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bila kweli katika uwanja wa KMC. Urejeo wa Simba KMC msimu huu miongoni mwa mechi alizoshinda goli nyingi ni huu. Kwanza Kisugu, hongereni kwa ushindi. Asante, tushaongela, lakini waongele sana wachezaji wetu kwa maana namna ambavyo wamejitoa. Spirit yao ilikuwa kubwa kupambana, walijua kwamba tunahitaji point 3 muhimu leo. Wamekuja wamejitoa kwa namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia katika mechi ya leo. Kwa hongera kubwa kwa wachezaji wa Simba kwa namna ambavyo walivyopambana, kwa namna ambavyo tumepata point 3. Magoli 4 miongoni mwa ushindi mkubwa kwenye msimu huu. Hiyo inahusisha ubora wa safu ya washambuliaji mlionao kwa sasa. Tuna timu nzuri na kimsingi kuna watu walikuwa wanauliza sana kwa nini Simba wamerudi katika uwanja wa KMC. Mimi nafikiri kwamba majawabu wameyapata. Nafikiri watu wameona kuna namna ambavyo kwa nini tumerudi katika uwanja wa KMC. Dhamira yetu na nia yetu kuna namna ambavyo tunakuja kutoa burudani kwa watu wote. Maana yetu tunakuja kutoa burudani kwa mashabiki wa Simba, tunakuja kutoa burudani pia katika timu ambayo tunafanyaje? Tunayoifunga. Nafikiri hata Prison wenyewe wameenjoy namna ambavyo walivyofungwa goli 4 na Simba, lakini namna ambavyo bora ilivyofanyaje? Umetembea. Kimsingi kwamba mimi naamini kwamba kila mmoja alikuwa anauliza kwa nini Simba amerudi KMC. Mimi nafikiri majibu wamepata. Tumerudi KMC kuja kuwapa watu burudani. Kwa sababu unapokwenda kuzungumzia Simba, siku zote tunazungumza kwamba timu bora katika bara la Afrika. Lakini timu bora Tanzania jana imeteuliwa kwa mujibu wa BMT. Wenye dhamana ya michezo, si ndio? Baraza la michezo la taifa wamekuja kuonyesha ubora wetu. Kwa hiyo namna ambavyo tulivyokuwa na ubora lazima turudi kwenye pitch ili kuonyesha ubora wetu. Kimsingi kwamba tumecheza vizuri, vijana wamepambana, hii game imekwisha na Prison. Hivi sasa tunajiandaa, kuna namna ambavyo tunakwenda Kigoma, tunakwenda kutoa support zile mashujaa. Wale ambao walikuwa wanasema Selemani Mwalimu hatoshi kwa Simba, hivi sasa wengine ni wachambuzi wadogo zako, pengine walikuwa wanaubagaza mpira. Shida siku zote waandishi hamjui tofauti kati ya wachambuzi na wasimulizi wa mechi. Hao walikuwa wanazungumzia swala la Selemani Mwalimu, sio wachambuzi na wasimulizi wa nini? Wa mechi. Lakini wachambuzi wanajua umuhimu na ubora wa Selemani Mwalimu. Moja katika mchezaji ambaye ana CV kubwa kwenye ligi ya NBC, basi unakwenda kumzungumzia Selemani Mwalimu. Ni mchezaji ambaye amecheza vilabu bingwa vya dunia. Kila mmoja ameshuhudia, sio kwa kucheza kwa kukaa bench, kwa kuingia kwenye nini? Kwenye pitch. Kwa hiyo ubora wake, uwezo wake, na ndio maana akawepo kwenye klabu ya nini? Ya Simba. Kwa hiyo kuwepo Simba si kwa bahati mbaya. Mimi naamini amekuwepo Simba kwa sababu kwa uwezo wake, technical bench walimuona, viongozi wa Simba walimuona. Mimi naamini moja katika striker wazao ambao ana rekodi nzuri kwenye ligi ya NBC, lazima umtaje nani? Selemani Mwalimu. Kwa hiyo kikubwa sisi kama mashabiki wa Simba tuendelea kumsupport. Chama Clatous mechi 3 mfululizo anafunga. Mechi 3 mfululizo hizo pia assist ipo. Anawafundisha viungo wa Kitanzania namna gani mpira unachezwa. Swali lako ni zuri, lakini nafikiri Ali Shaban Kamwe ameshalijibu. Juzi alikuwa katika vyombo vya habari anatembea. Aliwaambia wenye masikio wasikie, wenye macho wafanyeje? Waone. Alizungumza Ali Shaban Kamwe kuzungumzia Chama ni class kwenye football katika bara la nini? La Afrika. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, umeshaniuliza, lakini majibu anayo Ali Shaban Kamwe. Huwezi ukamlinganisha na baadhi ya wachezaji wote Clatous Chota Chama. Kamwe akisema Dar es Salaam Young Africans imefanyaje? Imesema. Hawa watu ambao wanaokuja kuzungumza vishakunaku vishatamtaa, achana nao. Ali Shaban Kamwe ni msemaji wa Dar es Salaam Young Africans. Ali Shaban Kamwe ana nafasi ya nini? Ya ukocha. Kwa hiyo anapokwenda kuzungumzia mchezaji bora, lazima tukubali kwamba ubora wake. Mimi nafikiri Ali Shaban Kamwe amekwenda kudhihirisha na kuambia Watanzania na bara Afrika kwamba Clatous Chota Chama ni mchezaji wa class. Mamlaka zinaweka wazi, zinasema Chama anafuatiliwa kuhusu uraia. Pengine miongoni mwa tunachonufaika nacho zaidi kwa Chama pia ili serikali wamekiona. Muda si mrefu nilikuwa najadiliana na shemeji yangu Pasi Milioni. Alikuwa ananiambia ikiwezekana Chama sio yeye, familia yake yote ihamie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Familia ya Chama yote ipewe uraia, ihamie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpe mchezaji Tanzania awe alete maslahi makubwa kwa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii ikatokea serikali ikaamua kumleta Chama, kumpa uraia kwenye nchi. Kocha gani hawezi kumwita kwenye national team? Wako wachezaji wamepewa uraia katika nchi. Hata ndugu yangu Ali Abbas kutoka Dumila kule Morogoro hawezi kumwita kwenye national team. Kwa hiyo Clatous Chota Chama akija na akipewa uraia, mimi naamini itakuwa msaada mkubwa kwa taifa la Jamhuri ya Muungano
sio Simba pekee. Goli alilofunga leo umeliona kwanza mikoa Kisugu. Ni magoli mazuri. Ni magoli yanafurahisha, ni magoli yanaburudisha, ni magoli ambayo mimi naamini hata wale wanaofungwa wanapata burudani, wanafanyaje? Wanastarehe katika hilo. Mimi naamini ukiangalia vizuri wakati Clatous Chota Chama anafunga lile goli, kocha wa Prison ndugu yangu Cedric Msajigwa almaarufu Fuso alikuwa anashangilia na kupiga makofi. Yes. Kocha wa Tanzania Prison. Yes. Alishangilia. Nyinyi mlikuwa mnaangalia uwanjani, mimi nilikuwa namwangalia Cedric Msajigwa Fuso ameshangilia kwa chini kuona namna ambavyo classic goal imeenda kufanyaje kufungwa, na tunamwomba Clatous Chota Chama, taarifa ambazo nilikuwa nazo kutoka kwenye bodi ya ligi, tunzo zao zimekwisha. Tuzo za man of the match zimekwisha, wanalalamika. Chama kazimaliza. Anazidi kuzimaliza Clatous Chota Chama. Bana Mikoi, Simba imetangazwa kuwa klabu bora ya mwaka. Ili upande wa pili wanasema kwa vigezo gani Simba kuwa klabu bora ya mwaka? Moja, kwanza kuwapongeza Baraza la Michezo la Taifa BMT. Wamefanya kazi kubwa na wamekwenda kuamua maamuzi sahihi. Unapokwenda kuzungumzia Simba mwaka jana ndio klabu iliyocheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Unapokwenda kuzungumzia Simba mwaka jana ndio klabu ya 10 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Unapokwenda kuzungumzia Simba mwaka jana ndio klabu namba 1 Afrika Mashariki na ya Kati kwa maana ya Sekafa. Wanawake Simba kwa klabu bora ndani ya nini? Ndani ya nchi. Kuna watu wanalalamika kwa sababu hawajui vigezo. Haikuchaguliwa timu bora ya ligi NBC, imekwenda kuchaguliwa bora timu bora Tanzania kwa maana michezo yote. Kwa hiyo unapokwenda kuchagua timu bora Tanzania lazima uchague klabu ya 10 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Lazima uchague klabu ambayo mwaka jana imecheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Mimi nafikiri BMT wako sahihi na tumelizevu kwa klabu bora Tanzania Simba. Yes. Nyakati ambazo watu wamefukuza kocha wao, leo Steve Barker kawashangaza. Hakuna timu iliyofukuza kocha, ila kocha amekataa hizo timu. Nimesema hamna timu, hakuna kocha mwenye CV kubwa akafukuzwa Dar es Salaam Africans, na hakuna kocha mwenye CV kubwa akakubali kukaa kwenye kikundi cha wauni. Hayupo. Kilichomuondoa Mwalimu Pedro kitendo ambacho cha Yanga kwenda kukaa kwa mzee Mkumba Isamuyo, nyumba ya jirani, akaambiwa ukubwa anaambiwa katika klabu ndio huu, akasema haiwezekani klabu kubwa katika mechi kubwa wakakae kwa mzee nani? Kwa mzee Mbonde. Kwa hiyo mimi naamini Dar es Salaam Africans sio klabu ambayo imefukuza mwalimu, isipokuwa walimu wameamua kuvunja mkataba na Dar es Salaam Africans. Steve Barker leo kamnyanyua Morris Abraham na amefunga. Utajiri wa upana wa kikosi umezidi kuonekana Simba Sport. Moja katika makocha bora mimi naamini katika ligi NBC ni Steven Barker. Na ukitaka kujua ubora wake, rejea nyuma mwaka jana wakati anafundisha klabu yake wapi? Kutoka Afrika Kusini. Hakuja Simba kwa bahati mbaya. Nendeni mkavute taswira halisi ya Stellenbosch tuliocheza nayo nusu fainali ya shirikisho barani Afrika. Mimi naamini Steven Barker ni mwalimu bora. Kilichotakiwa sisi mashabiki tuendelee kuwapa support na inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza tutakwenda kufanya makubwa makao kwenye ligi ya NBC. Ubingwa vipi? Alama 5 ni nyingi sana. Bado tunaendelea kupambana. Tunakuwa msemo wa wazungu wanasema Ruto continua. Bado tunaendelea kupambana inshallah, mimi na imani kwa wote Mwenyezi Mungu. Mechi bado nyingi, tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Alama 5 ni nyingi Mikoi. Unaweza kusema nyingi lakini pia ndogo. Hii ni ligi NBC. Ligi ni marathon. Kimsingi bado tunaendelea kupambana. Shukrani. Asante sana na washukuru sana waandishi.